Mnamo Juni mwaka 2025, Albert Omondi Ojwang, mwana blogu na mwalimu mwenye umri wa miaka 31, alikamatwa katika jimbo la Homa Bay kwa madai ya kumkosoa afisa mwandamizi wa polisi kwenye mtandao wake wa kijamii. Alihamishiwa Nairobi siku iliyofuata, akafariki akiwa mikononi mwa polisi. Uchunguzi wa mwili wake ulionyesha majeraha makubwa kichwani, alama za kunyongwa shingo na majeraha ya tishu laini, dalili dhahiri za kushambuliwa, kinyume na madai ya polisi kwamba alijidhuru. Niliambiwa ya kwamba mtoto wangu amejigonga kwenye ukuta. Nauliza swali, huku kwenye makwapa pia unaweza kufika kwenye ukuta huko juu kwa kugongwa? Huku kwenye kishogo na kwa magoti anaweza kufika huko kwenye ukuta huko juu kunakoonekana damu. There were serious injuries to the head. There were also features of neck compression. There were also multiple soft tissue injuries that were spread all over the body, including the head also, the neck, upper limbs and the trunk and the lower limbs. Kifo cha Ojwang kilizua ghadhabu kote nchini. Waandamanaji walidai haki kwa sauti. Haki ya Albert iko wapi? Na acheni kutua. Polisi wa Nairobi walijibu kwa kufyatua vitoza machozi na kutumia mizinga ya maji kuwatawanya. Hili halikuwa tukio la kipekee. Tangu mwaka 2019, yamkini watu 1000 wameripotiwa kuuawa au kupotezwa kwa njia zisizo halali. Watu 159 mwaka uliopita pekee. Hata hivyo, kati ya maelfu uchunguzi, ni visa takriban 33 pekee ambavyo vimewasilishwa mahakamani na hukumu kutolewa. Kati ya mwaka 2023 na mwaka 2024, maandamano dhidi ya sera za serikali yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 150 vinavyohusishwa moja kwa moja na hatua za polisi. Zaidi ya hayo, mashirika uangalizi kama IPOA yameripoti kuwa ni 2% tu ya mauaji yasiyo ya kisheria hufikishwa mahakamani. IPOA, yani mamlaka huru ya kusimamia polisi, iliyoanzishwa mwaka 2011, inalenga kuchunguza ukiukaji wa maadili ya polisi, lakini changamoto za kimfumo kama vile kuingiliwa kisiasa, ukosefu wa fedha na kushindwa kwa mashtaka zinadhoofisha ufanisi wake. Hata chama cha wanasheria wa Kenya LSK kimeonya kwamba maafisa wanaohusishwa na mauaji ya kikatili kama mauaji ya waandamanaji 6 huko Kilgoris mnamo Aprili hushindwa kuwajibishwa. We'll be filing a petition. Police should be able to be properly dressed and can be identified so that people are aware that these are police officers. But to see police dressed as if they are part of the thugs, yet they are fully armed, it brings a lot of fear to the general public, and also the question of how can you hold accountable someone that you cannot identify. We are not able to identify those who should be held accountable, because when you fully mask up and wearing a hat and you're covering your face with a bandana, the aim is to be able to perpetrate violence. Wanaharakati wanapendekeza mageuzi ya dhati, kuweka kamera za mwilini kwa kila askari na kuanzisha vitengo maalum vya uchunguzi wa ndani, kuwezesha huduma ya kitaifa ya uchunguzi wa vifo chini ya sheria mpya ili kufanya uchunguzi huru wa vifo, kuimarisha uwezo wa IPOA, kuhakikisha mashtaka ya haraka na kutoa msaada kwa familia za waathirika, lakini pia
kuridhia na kutekeleza mkataba wa kimataifa wa kupinga kupotezwa kwa lazima. Itawezekanaje ukufe kwa seli ya polisi? Na mimi nataka wale watu ambao wanajiita IPOA, Independent Policing Oversight Authority, muondoe uoga katika hii kazi. Mfanye kazi ya wazi. Wale watu ambao waliojuang wajulikane. Mambo ya kwanza kushikashika watu wadogo kuhame rutawe. Kifo cha Albert Ojwang ni ukumbusho wa kusikitisha. Usalama wa raia unategemea uwajibikaji wa polisi. Bila mageuzi ya kimfumo, Kenya imo hatarini kupoteza ahadi yake ya kidemokrasia na kwa pamoja imani watu wake. Mahali tumefika Kenya hii, hakuna haja ya maneno tena. Mahali tumefika Kenya hii, we want action, we don't want words. Na nataka niseme, for me, ukiniuliza kama Sifuna, ule mkataba tuliandika na UDA is of no use as I speak today. Haina kazi hiyo mkataba. Kwa sababu inawezekanaje tunaandikishana tuseme hamtaua vijana. Kijana anachukuliwa kutoka kwao, anapelekwa mpaka Nairobi, anawawa kwa seli. Juzi tumeona wengine wawili wamechukuliwa Elgeyo Marakwet. Wamepigwa, wamekatwa mikono, wamerushwa kule Nakuru. Mwingine amekufa kwenye police station ya Katitu hapa juzi. Na ndio maana nasema hiyo mkataba haina maana. Mahali imefika, it doesn't matter what else Ruto does. It doesn't matter what else he does. That agreement is dead. It is dead. The only way you can breathe life into that agreement ni urudishe uhai wa Albert na vijana wengine ambao wameuawa hapa mbele. Hatutashinda kila siku kuongea.